Jambo hili la mafunzo kama haya halijawa kuwa ni jipya. Kila siku wahalifu wetu wana mbinu mpya, wahalifu wetu na wenyewe wana surveillance fulani hivi nyuma yetu kuona kwamba hawa jamaa tunawakamta wapi. Ninayo imani kwamba mafunzo haya yatakava gap kati ya innovations ambazo wahalifu wanakuwa nazo, kati ya teknolojia ambazo zinaibuka siku hadi siku, lakini mafunzo haya yataweza kujenga network ya karibu na yatawajengea ujasiri na weledi wa kuendelea kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Nini role ya TFS kama taasisi na backup ya wizara kwenye sustainable monitoring and management ya resources? Naiona taasisi hii ni taasisi stahili kwa mafunzo haya, lakini naiona ina watu mahiri wanaweza kupeleka mbele kwenye kuhakikisha kwamba resources zetu zinahifadhiwa. Lakini kwa namna hiyo, kwa leo tuko hapa maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo, na mafunzo haya yanawalenga watu maalum ambao wanafanya kazi chini ya TFS, na hawa ni wakaguzi ambao wako kwenye vituo mbalimbali na wamechukuliwa katika kanda zote za TFS hapa Tanzania. Sisi kama FAO na kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza nchi, tunatengeneza dunia ambayo inaweza kuangalia ustawi wa kizazi kijacho, lakini pia kwa kuangalia kwamba watu wengi wanahitaji masuala ya nishati, wanatumia nishati ya mkaa na kuni ambayo ni chanzo pia cha uharibifu wa mazingira. Sasa je, watu wanahitaji kuishi? Na kama wanahitaji kuishi, ni nini kifanyike ili uvunaji uwe endelevu? Kwa hiyo mafunzo haya yanalenga kabisa kuhakikisha kwamba hawa watu wafundishwe namna ambavyo tunaweza kusimamia tukawa na uvunaji endelevu, tukawa na usimamizi endelevu wa misitu ili kulinda mazingira yetu, lakini wakati huo jamii zetu zinaweza kupata mahitaji kwa sababu mafunzo haya yamejikita katika kuwajengea uwezo, kwa maana ya kwamba matumizi ya teknolojia mbalimbali kama drone katika kufanya operesheni mbalimbali za wakala, lakini pia kama tunapojua sasa hivi uhalifu umekuwa unaendelea. Kwa hiyo taasisi pia inajikita kuwajengea uwezo ili kuhakikisha haya matumizi ya sayansi na teknolojia yanakuwa yanafanyika kama inavyotakiwa, kwa maana ya kwamba matumizi ya kutumia ndege nyuki ambao tunaita drone, lakini pia wanaweza mbinu za kufanya investigation, namna gani wanapeleleza kesi zao kama inavyotakiwa, namna gani pia ya kusimamia eneo kubwa la misitu na kufanya doria kimkakati na kuhakikisha hizo rasilimali za misitu zinatumika kwa uchache wake, kwa maana ya kwamba kupunguza matumizi ya fedha nyingi kwa kutumia teknolojia ambayo imeendelea. Lakini pia wakala umejikita kuwaongezea ujuzi watumishi hao ili waweze kule katika level ya chini kabisa waweze kutekeleza majukumu yao kama inavyotakiwa. Moto hizo ni kama uharibifu, uvamizi wa misitu, muhimu sana katika kutekeleza haya. Maafisa na askari hifadhi wanapaswa kuwa na uwezo mzuri wa utekelezaji. Sasa mafunzo haya kuja wakati sahihi kwa ajili ya kuongeza uwezo wa maafisa hasa katika kipindi hiki cha utekelezaji wa masuala yote, kuangalia mwelekeo wa nchi katika uhifadhi, kujali kazi na utu.